Mewe Mungu anaita we restore familia yako. We jenga ukuta ya familia yako ambao ilibomolewa labda miaka 10, miaka 12, labda iko kizazi ya 4 hii tangia mire ya ukuta ya familia yako iliyobomolewa. Sasa Tobia sio mtu wa mbali. Tobia ni mtu wa nyumba yako. Tobia ni mtu wa kabila yako. Tobia na Sanibalati ni watu wako wa karibu sana. Usiamini ya kwamba mtu wa mbali ndiye atakaye kuvunja moyo. Yule ambao atakuingilia, atatamani wewe ushindwe, ni mtu wako wa karibu, ni mtu wa nyumba yako. Ndio maana maandiko yanasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Elewa hii maneno. Sio tu mtu ambao ni wa nyumba yako, mnakaa nyumba. Kila mtu umemkaribisha ndani ya maisha yako, yeye ni ndani ya nyumba yako. Yaani adui yako inaweza kuwa pia rafiki yako. Adui yako inaweza kuwa vile mke wako au mume wako. Adui yako inaweza kuwa pia watoto wako, hawataki kwako kuinuka. Adui yako inaweza kuwa pia mtu wa nyumba yako. Ndio Tobia. Tobia alikuwa Myuda, Sanibalati Myuda, Nehemia Myuda. Ukuta ni ya Wayuda. Unaweza simama kufanya vitu kwa ajili ya wema wa watu wote, lakini wale ambao unataka kufanya wema kwa ajili yao hawataki kuona wewe ndio unafanya ile wema. Wewe nasimama mimi najitoa, nitafanya hiki, nitafanya hiki, lakini wao tu watasimama kwa ajili ya kukuua, wao tu watasimama kwa ajili ya kukupinga, wao tu watasimama kwa kuuzisha wewe. Sasa wewe hauna sababu ya kusikia upinzani wao, bali wewe una sababu ya kujua uko natenda kazi na nani, na una nani, na nani anakutuma. Nehemia alichagua watu wenye mioyo kama yeye. Alichagua watu ambao wanahitaji kufanyikiwa, wanahitaji kutoka ndani ya utumwa. Na zaidi ya haya, Nehemia alitumwa na Mungu. Wakati alielewa ya kwamba ukuta ya Yerusalemu imebomolewa, akaenda mlilia Mungu. Hakutaka aende kwa sababu ana nguvu. Ndio ana nguvu, ndio ana elimu, lakini alienda kumtafuta Mungu. Mungu, unataka nifanye au hapana? Mungu akamwambia enda. Na wakati Mungu aliposema aende, alienda kwa uhakika. Hakuogopa Sanibalati wala Tobia, kwa sababu alijua yeye anasimamiwa nyuma yake na Mungu. Alijua anatetewa na Mungu na lazima ushindi iwe. Kila vita enye Mungu anasimama kama kichwa, kuna ushindi. Na kila kazi enye inaingizwa Mungu ndani yake au inaanzishwa na Mungu, hazikwame kwenye njia. Ingawa zoruba utakutana naye, ingawa watu wa kukupinga watakuwa, kwa sababu unaenda na Mungu, kwa sababu una Mungu, utashinda vita, utashinda zoruba, utashinda maadui, na wewe ndiye utakuwa mshindi. Yesu alipoingia Yerusalemu walisema yeye ni mbarikiwa. Yesu alipoenda Golgotha wakasema asulubiwe. Walizani ya kwamba kwa sababu ya kumsulubisha ndio baraka yake itageuka laana. Kumbe kumsulubisha ilikuwa namna zingine ya kumuongezea baraka. Ilikuwa namna zingine ya kumfanya sasa aende kuwa mfalme zaidi ya wafalme. Ilikuwa namna zingine ya kwenda mpa jina tofauti na jina ya wanadamu. Vivyo kazi ya Tobia Sanibalati ni kufanyiza we ushindwe, lakini elewa ya kwamba ndani ya kushindwa ambao Tobia Sanibalati wanatengeneza,
ndani yake kuna jina Mungu anataka kupe wewe. Acha adui asimame apange. Elewa Mungu anapanga tofauti ya hii vita ambayo adui anatengeneza. Mungu anaona njia ndani ya kila shida, na Mungu anaona kuinuka katika kila shida. Kila njia unavyoona kwako ni hatari, Mungu anaona kwako ni njia ya kuinuka. Nehemia alifanya kazi na Mungu alimfanikisha. Na baada hii Tobia, Sanbalati wakanyamaza, Nehemia akainuka. Acha Mungu ainue wewe ndani ya vita yako. Mungu akutengeneze jina ndani ya vita yako. Kila vita inampa mtu jina. Kila jaribu inampa mtu jina. Sio umeamka asubuhi unaanza jipangia jina Marisha, unaamka asubuhi unajipangia jina Meja, unaamka asubuhi unajipangia jina tajiri. Hapana, jina yako inalingana na mateso umepitia. Sio wewe utakayesema, bali mateso yako ndiyo itakupa jina. Bali vita umeshinda ndiyo itakupa jina. Hakuna jeshi amepewa jina bila kupambana, ila kila jeshi anapewa jina baada ya vita. Akienda kwa vita, anashinda vita, anarudia, wanampandisha tena cheo na jina imepanda. Na Mungu anainua mtu kabla vita. Mungu anamtengenezea mtu jina kabla vita. Ili Abrahamu aitwe baba ya taifa, ilibidi Mungu ampime Abrahamu kwa namna ya kumlomba mtoto wake wa pekee. Alipoweza hii imani, Mungu akamtengenezea Abrahamu jina ya baba ya taifa. Yusufu ili aende apate jina mpya, Mungu alikubali Yusufu apitie wivu ya wandugu zake, kwa namna ambao mtu anaweza chukia hata ndugu yake. Lakini Yusufu hakukuwa na chuki na wandugu zake. Yusufu alijua Mungu anatamani kufanya naye kitu. Kila kitu Mungu akitaka afanye na wewe, haitafika kwa urahisi, bali atafika kwa vita. Vitu ya Mungu inafika kwa vita. Vitu ya Mungu haifike jinsi mnafikiri. Unawaza Mungu alikuambia kwamba nitakuinua, nitakufanyikisha. Unawaza utainuka, unaenda lala, unaamka asubuhi umeinuliwa. Unaenda asubuhi unaamka vitu vyote vimeketi. Hapana. Mungu vitu vyake vinakuja ndani ya vita. Wakati unashinda vita, ndipo hivi vitu Mungu alinena kwa ajili yako vinatokea. Kwa maana akikupa kwa urahisi, hautajua kwaje imetoka. Na ikitoka ndani ya vita na umeona ushindi, ndipo utasema ni Mungu amefanya. Kwa nini vita? Ndani ya vita, mwanzo ya vita, kila mwanadamu ana tabia ya kupigana mwenyewe kwanza na nguvu yake. Hii ni tabia ya mwanadamu. Kila vita, mtu yoyote anahitaji mwenyewe ajidefendre, ajipatie na haki kwa nguvu yake. Na akiona ameshindwa, ndipo sasa anaita Mungu. Na sasa wakati Mungu anashuka na Mungu analeta ushindi, sio tena ushindi wewe umeleta, kwa sababu ulipima nguvu yako ulishindwa. Kuna mtu mwingine amekupa ushindi, ni Mungu. Sasa katika ushindi hii hautakuwa na kiburi, hautakuwa na tamaa, hautakuwa na majivuno, kwa sababu unajua sio wewe wala sio mkono wako ndio imekupa ushindi hii, bali kuna nguvu za Mungu, ama kuna Mungu amekupa ile ushindi. Pahali pa sifa yako utampa Mungu sifa. Mwambia mnyoko karibu yako, Mungu alikuambia utaishi maisha mazuri, lakini ili ufikie maisha mazuri amekupa maisha mabaya, ili aone kama utashinda hii maisha mabaya. Mungu alikuambia utaolewa mwezi hii, kabla ufike huku ametupia watu wote wanakukataa. Hakuna hata mwanaume wa kusema wewe umependeza, ili aone ndani yako utasimama au hapana. Ndugu yangu, ukishinda vita hii
Ukishinda hii period ambao kila mtu anakuona kama haufai, ndipo Mungu anaenda fanya wewe ukue wa maana. Mungu sio kama mwanadamu. Mungu anafanya vitu kama yeye Mungu. Lakini ndani ya vita yako elewa ya kwamba Mungu ajute katika masemi yake. Mungu ageuki katika masemi yake. Yaliyosema Mungu atatimiza. Neno lake nasema neno yote yanayotoka kinywani mwa Mungu hayatarudi kwa Mungu bila kutenda kazi. Hii ndio litia Mungu alitoa neno kwa kinywa chake kwa Nehemia, enda wewe utajenga ukuta. Mungu ameisha kukuamini. Usiangushe Mungu katika imani yako. Mungu amekuamini, anasema nenda, utabadilisha familia yako. Kusema Mungu amekuamini. Mungu amekuamini, anasema nenda, kwenda ukafanya kazi fulani, na anajua wewe utashinda, utaweza, na wewe utarudi kwa furaha, na yeye atakuinua baada ya kazi. Yesu amina. Yesu amina bia. Ambia jirani yako Tobia na Sanibalat wasifunge kurse yako, basi arete mbio yako, bali acha Tobia na Sanibalat matukano yao, mazarau yao, uongo yao juu yako, ushuhuda mbaya wanakushuhudia ile, acha yakupe nguvu kusudi uende mbele. Usikamate neno yao kama vizuizo kwako, bali kamata neno yao kama vitesi ya kukupeleka. Watu wanasema haufai tena, sema asante. Watu wanasema hauna mafaa tena, sema asante. Ninyi mna mafaa, mbaki na mafaa yenu. Wana mafaa lakini wanalala. Wana mafaa lakini hawafanyi chochote. Wana mafaa hawaombe. Acha wao wakuseme, lakini misemi yao yakupe wewe nguvu ya kusonga mbele. Misemi yao yakupe wewe nguvu ya kumtafuta Mungu, yakupe wewe nguvu ya kuomba, yakupe wewe nguvu ya kusimama tena. Kwa maana ukishinda vita yao, wenyewe watageuka kusema kwamba ulikuwa na Mungu. Lakini ukishindwa, watasema walijua utashindwa, na watasema walitabiri utashindwa. Usikubali ushindwe kwa sababu adui anasema. Usikubali ushindwe kwa sababu hauna vitu kama wao, na usikubali ushindwe kwa sababu hauyafika kwa malengo wamefika. Ule Mungu anayekutembeza hivi anajua malengo yake juu ya maisha yako. Yule Mungu anayetembea nawe pole pole anajua wapi anakubeba, anajua wapi anaenda na wewe. Nataka nikuambie leo, kuna watu wengine wanaosimama ndani ya maisha madui zako, wanakuwa kama wanasapoti madui zako waende mbele. Muda na nyakati inakaribia, Mungu atageuza wale watu, watakuwa vile kwako, kwa sababu wao wameisha jua maadui zako, lakini wewe hawaya kujua. Watasikia kesho juu yako, watatamani waende karibu yako, kwa sababu wana haja ya kusikia wewe. Mungu amefanya maisha ya mwanadamu, kila mtu ana wakati wa kusikilika. Kama adui yako anasikilika, tulia, wakati wako kusikilika zipo. Elewa ya kwamba kama mwingine amezaa leo, kwa Mungu uzazi haiyakwisha. Kama mwingine anayenga leo, kwa Mungu majengo haiyakwisha. Kama mwingine anasafiri leo, kwa Mungu usafiri haiyakwisha. Kama mwingine anaolewa leo, kwa Mungu ndoa haiyakwisha. Ila subiri, usiharibu maisha yako kwa uharaka. Subiri, wakati wa Mungu kwa maisha yako utalia kwa machozi ya furaha. Wakati ya Mungu ikienea kwako, machozi yako itakuwa ya furaha, haitakuwa ya huzuni. Mimi natamani nikuambia kwamba kuna watu mmezaliwa nao, wengine wameshajenga nyumba,
wengine wana magari zao, wana makazi zao. Wewe bado hauna chochote, hauna nyumba, hauna gari, hauna mke, hauna mume, hauna watoto. Wewe ni peke yako. Amini ya kwamba wakati ya Mungu itakupa vitu usiokuwa nao kwa wakati uliopoteza. Wakati ya Mungu, napenda wakati ya Mungu, kwa maana wakati ya Mungu hailetake vitu mbegu moja. Wakati ya Mungu vinaleta vitu vinaenda hivi, vinaenda hivi. Kwa sababu gani Mungu anafanya hivi? Mungu anafanya yale kwa sababu wewe uliyepitia maumivu usisikie maumivu wakati anakupa. Sema tena pamoja na mimi, Mungu sio mwanadamu. Ndio maana hii nataka sasa nionye wale ambao wameishapewa vitu. Nataka niwaonye. Leo una vitu, usiamini utabakia naye milele. Saidia wasio na vitu leo, kwa maana kesho wao watakuwa naye. Kama ulishindwa kusaidia watu leo, kesho wale ambao haukuwasaidia wakipata, na wewe hawatakusaidia. Kila mikono inaoinua mtu, yule aliyeinuliwa atakumbuka mikono iliyomuinua. Yusufu akakumbuka wa ndugu zake, si kwa malengo mabaya, aliwakumbuka kwa sababu isingelikuwa wa ndugu yake kumuzisha kwenda huku Misri, hakika angeinuliwa, angebakia na maono yake ndani ya nyumba ya Yakobo, angezikwa na maono yake. Kama wa ndugu yake Yusufu hawangekuwa na wivu na Yusufu, yani angekufa nyumbani wa baba yake, hangefikia malengo. Kuna watu wanakataa jaribu, ndio maana wanakufa na ahadi ya Mungu ndani yao. Kubali jaribu iwe, ili wao uende kwenye Mungu anakungoja. Jaribu inajua kuleta mtu ndani ya profonde. Jaribu inajua kuingiza mtu kilindini. Jaribu inatupa maombi inayofaa. Jaribu inatupa namna inayofaa. Kama isingekuwa hivi, Nehemia angekuwa mtu wa kulamka katikati ya usiku wa kuomba. Aliposikia kuna watu wanainuka, wanasema hataweza, akipima hata ndege itavunja nyumba anayejenga. Kila usiku Nehemia alikuwa katikati ya maombi. Kumbe masemi ya adui ikampa Nehemia nguvu ya kuamka usiku. Hawangeliongea, hangeamka usiku. Acha shida iwe kwenye maisha yako. Panaomba Mungu amalize shida. Mungu akimaliza shida, yani utafubara kiroho na utakufa kwa ile malengo uko naye. Hautaona yale Mungu amesema. Nakubali jaribu yawe ili mimi niende mbele. Nakubali jaribu ipo ili mimi nivume. Jaribu inatia watu wa kufahamu haraka. Nipe amina. Wewe unaogopa watu wa kutukani. Unakuja kwenye maombi hapa unajiiba iba. Baba yako mama yako asione. Mchungaji yako asione kama unaomba hapa. Nenda uombe hapa waone kwa wazi. Ukirudi kanisani basi mama na Michael bana kutukana, bana kutusi wazi. Wakuambia umepotea wazi, itakupa nguvu ya kusonga mbele. Unarudi kutoka hapa, unafika nyumbani unasema wewe mwanamke ya watungaji, wewe ni bibi yake wa pastor. Bakutukane hivi, bakuzarau hivi. Unaomba wanakuja wanakuuliza, tangia wanaanza omba master, wasapata nini? Si wengine tu wanaendelea, watarudia hapa na utalia na machozi ya bie. Watarudia hapa na maombi nyepa alikuwa ya kawaida. Watarudia hapa, hautarudia kama mtu kawaida. Utarudia mtu tofauti. Yani jaribu inaweza kubadilisha. Jaribu inaweza kamilisha. Jaribu inaweza ongeza imani tena. Yanafungua mlango yanafungua
Mwambie jirani yako, Mungu anataka uwe mtu wa kusimama. Elewa, Mungu hawezi ruhusu mabaya juu yako, lakini mjaribu atakuja. Elewa, Mungu atapigania wewe. Ubaya ya mwanadamu, ana mawazo mafupi, anaona vita, anaona mara moja anakufa hapa, inaisha hapa. Zaidi ya vita haona ushindi. Kila mara unaingia ndani ya vita, angalia ushindi. Kwa maana Biblia inasema atupigane kwa kupata ushindi, ila tunapigana ndani ya ushindi. Angalia ushindi. Haleluya. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo nilizungukwa na Matobia na Masanbalati kusudi nisiende mbele. Sababu yao nikate tamaa. Sababu yao niache wewe. Sababu yao nisikuwe na wewe. Sababu yao kiroho yangu ishi. Sababu yao wanitenge na wewe. Ila asubuhi ya leo ninasimama hapa. Ninakuja kutangaza kwa Masanbalati, kwa Matobia ya kwamba ukuta ya chama yangu lazima nitajenga. Ukuta ya utumishi wangu lazima nitajenga. Ukuta ya maisha yangu lazima nitajenga. Mutakaposimama mutashindwa, mutaongea mutashindwa, mutasema mutashindwa, mutaomba mutashindwa. Mi Esperance nitaendelea, nitafanyikiwa, nitapenya kwa jina la Yesu. Amen. Mimi hapa sitakufa, niache ahadi ndani ya kaburi bila utimilifu. Mimi sitakufa. Niko share ya watu wenye watapambana mpaka victoire. Mie sio Musa, mimi ni Yoshua. Nitapigana mpaka ushindi. Mimi ni Elisha, nitapigana mpaka ushindi. Sitaacha kwenye njia, sitakufa bila ushindi. Kwa jina la Yesu nitafikia malengo yangu, nitafikia hii ambayo Mungu alisema. Amen. Muliweka barriere kuarete mimi. Muliweka barriere kubloke mimi. Musikie mi Esperance niwezi kuwa bloke, niwezi kuwa arete, niwezi fungwa na kifungo ya jamaa, na kifungo ya nchi, na kifungo ya itini. Niwezi. Amen. Mi Esperance ile chungu ya uchawi enye iliamua kuniharibu, kunifunga, kuniloga. Leo hii ninaibomoa, ninaivuja kwa jina la Yesu. Kila marmite ya kwetu, ya ichi, ya muji, ya veni, ya tini, leo bomoka, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo.